Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamsi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya ng'ombe. Kupata maongezi mazuri na mtu uliyekosana naye. Kumpa mtu maelekezo ya kufanya kitu. Kuingiwa na unyonge au udhaifu wa kitu fulani. Kuishi na mtu kwa tahadhari. Kupanga jambo litakalofanyika mwezi ujao. Kupata njozi ya mtu ambaye amekukumbuka sana. Kumfariji mtu kwa maneno yako. Mtu kuonesha hali ya kukupenda sana na kujutia jambo alilolifanya kwako. Nyota ya mbuzi. Kuungua na kitu cha umeme au moto. Kulazimika kufanya jambo kwa sababu ya uokozi au uokoaji wa kitu. Kupunguza kuongea sana na mtu. Kuhisi hujajumuishwa kwenye nafasi fulani. Furaha yako kuwa haidumu kwa kipindi kirefu. Kuchukia jambo la usaliti. Hali hii inakurudisha nyuma kimaamuzi ya kupenda. Kupata habari inayomhusu mtu wa familia. Kuweka kiapo au ahadi ya kitu. Kusononeka na kujihisi vibaya. Ila kwa baadhi yenu mtapata safari. Mradi mkubwa kuanzishwa. Utakuwa msimamiaji wa kitu chenye manufaa. Kutembea sana sehemu za milima. Kuvutiwa na mandhari fulani. Kuona ukungu wa ubaridi asubuhi kila siku. Inakujulisha mambo yako yanaelekea kuwa mazuri. Hutojihisi hali ya presha tena. Utalizingatia jambo sana. Nyota ya mashuke. Kuchukia mtu kuchukua kitu chako bila kukutaarifu. Kumuingizia mtu pesa kwenye akaunti yake. Kuchelewa kulala. Mambo mengi kuyaweka sawa wakati huu. Ila utatatizika na jambo linalokuwa gumu kutendeka. Kumuona kenge au mamba. Utapata maumivu ya ghafla ya kiuno. Kujikosoa. Kuangalia sana muonekano wako. Kutuma ujumbe wa kuhitaji ruhusa. Kushindwa kuyaamini maneno ya mtu kwa mara moja. Kutamani kuwa msemaji mkuu au uongoze mjadala baada ya kuona mtu aliyeteuliwa hastahiki. Kuchunguza jumbe za mtu kwa simu yake. Kufanya kitu kwa utaratibu mzuri utakaokuwa hauna shida au pingamizi. Kutopenda mtu akujue kiundani au kuchunguzwa. Kujivunia vile unaishi na kujipa amani kwa upendavyo. Kupata tatizo kwenye ngozi, kuungua, kubabuka au kupata malengelenge. Nyota ya mizani. Kutomheshimu mtu kutokana na tabia zake. Utakaloambiwa halitokuingia akilini. Kuumiza kichwa kwa bajeti ya pesa. Kusingizia kuumwa. Kumtetea mtu anayesemwa kwa ubaya. Kuhisi mtu ana malengo mazuri na wewe. Kuna muda utakuwa na hali ya uoga na hali hiyo kupotea. Kupatiwa pin namba ya kufungulia akaunti au kadi. Kuendeshwa na hisia. Yaani kuna hisia zitakazo kusumbua akilini mwako. Utapigiwa simu na mtu utakayemfurahia. Kuacha kumshirikisha mtu siri zako. Nyota ya mapacha. Mtu kuaibika kwa ubishi wake. Kuhisi unazungumziwa. Kuvalia kitu ambacho ulikipeza sana. Kuhisi umepata ugonjwa wa macho. Kutokana na hali ya ukungu kuwepo machoni na wekundu wa macho wenye uchafu kutoka. Kumfanya mtu awe karibu yako sana kwa namna ya upendo na ushirikiano. Kuchangamka na kuwahi kuamka. Nyota ya ndoo. Kukaa au kuishi na mtu kwa upendo utakaokuwa unaonekana na wengi kwa uzuri. Kuhisi kitu kukufuata utembeapo. Kuelezea athari ya kitu kikitokea au kilichotokea. Utahitaji kuwa na ushirikiano mkubwa na watu, ila unahofia kupoteza. Kutokana na kila mtu kuwa na mapokeo tofauti, yatakayoweza kutofautisha umoja wenu. Uko na tahadhari sana hasa kwa ushirikiano wa watu. Kupata mapokeo mazuri utakayoyapenda. Nyota ya punda. Kutaka mtu wa kuamini. Hivyo utamuoneshea vigezo bora ulivyokuwa navyo. Kuhisi utapata pesa nyingi kulingana na ukubwa wa kazi iliyopo. Kupata ugonjwa wa ghafla na kuhisi umefanyiwa ubaya. Utathibitisha kitu. Moyo wako kutotulia mpaka upate ukweli fulani. Kumpata mwenza atakaye kujali. Kumfanya mtu awe na amani na kumwahidi vitu vingi. Nyota ya mshale.
Kuhisi mtu kajishtukia kwa ulichomwambia. Kupunguza ulaji au unywaji wa kitu unachokipenda. Utamkosoa mtu. Kufananisha tukio la mtu na la kwako lililowahi kukukuta. Kufanya utaratibu wa uhamisho. Kupokea taarifa ya kifamilia kuhusu jambo zuri. Kuonekana upo kimya sana tofauti na mwanzo ulivyokuwa. Kumgundua mtu ambaye ana tatizo na wewe. Nyota ya Simba. Kutuma kumbukizi kwa mtu kwa picha ya zamani mliokuwa pamoja. Kuhisi kuna jambo litakalogundulika. Kusubiria malipo yako unayoona kuchelewa. Kuanzisha mahusiano ambayo si ya kudumu. Kuambiwa maneno yatakayokufanya ujisikie vibaya. Utaujua udhaifu wa mtu wako wa karibu. Kufurahishwa na matokeo mazuri ya kazi yako. Kuandaa maudhui yatakayowafurahisha watu wanaokufuatilia. Nyota ya Nge. Kuongea jambo linalokuumiza. Kuhisi kutotendewa haki. Kwa baadhi yenu kuachishwa kazi. Kutokubali kupatana na mtu ambaye amefanya upate hasara au kukuaibisha. Kumlaumu mtu. Machozi kukutoka ukikumbukia kitu. Kuona kabisa watu hawana umoja na wewe. Japokuwa unajitoa sana kwa watu hao. Kuhisi kuchoshwa na hali. Ukali wako wa maneno utamfanya mtu aumie. Kulala kwa mawazo. Kukumbukia kitu ulichokikosa. Nyota ya Kaa. Kujihisi unapoteza mwelekeo. Ulichokitarajia kuwa tofauti. Ila mwisho wa wiki hii kuna majibu ya kitu utapata. Kukosa nguvu au kutojiamini kuongea na mtu. Utaielezea changamoto yako kwa udogo kwa mtu unayemwamini. Kupoteza pesa. Kukumbukia upendo wa mtu. Kujishtukia kwa sababu ya jambo fulani. Nyota ya Samaki. Kuelezewa kitu kitakachokugusa moyoni mwako kihisia. Kutoa pesa kwa kiwango kidogo ila kwa moyo wenye imani ya kweli. Na matokeo yake kuwa ya kustaajabisha. Kwa kuwa utapata zaidi ya ulichokitoa kwa muda mchache ujao. Kuridhishwa na kitu kwa haraka. Kuyaongea maneno uliyowahi kuambiwa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.